Wana nasikiliza mwana kazi bunga. Ndio ingebadilika. Kwa maana maisha mbele yanatisha mno. Kama kumwamini Yesu Kristo yanatisha mno. Kama kumbali Yesu Kristo ni ya kutisha sana. Ni maisha ya mateso. Ni maisha yasiyokuwa na raha. Katika dunia unaweza kujidanganya kwamba unazo raha nyingi, kwamba unamiliki mali nyingi, lakini utakapokufa hata mali utaondoka nazo. Utakwenda kuteseka huko. Mali zako zitabaki duniani. Watabaki wanajaribu watoto wako. Watabaki majirani zako wanavichezea huko. Watabaki wanakuvisambaza. Lakini japo limiliki mali nyingi, kule tuona hazitakusaidia chochote. Maandiko yanasema upo wakati pesa zako zitakusaidia. Upo wakati kabisa pesa zitakuwa si kitu chochote. Pesa zako zitakusaidia, hata kuwa na msaada wote. Ezekieli sura ya 7 mtumishi wa Bwana. Pesa zitakusaidia chochote. Kabisa. Ezekieli sura ya 7 mstari wa 20. Acha nisome kwa msaada wa Bwana. Unaweza ukawa na mali nyingi sikusaidia chochote. Kabisa. Na msingi ni kugeuka. Nikungejea Yesu Kristo. Yesu pekee. Kazi yako itakusaidia. Elimu yako itakusaidia. Maarufu wako utakusaidia. Hata kwa na msaada wako itakusaidia. Kabisa. Mke wako atakusaidia. Mke wako atakusaidia. Kabisa. Sharti kukubali Yesu. Biblia inasema Biblia inaniambia kwamba nianzie ule mstari wa 18. Kabisa. Tena watajifungia nguo za magunia. Na utisho utafunika. Aibu itakuwa juu ya nyuso zote. Na juu ya vichwa vyao vyote. Watatupa fedha yao katika njia kuu. Watatupa njia za mchi. Na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Kabisa. Fedha yao na dhahabu yao itaweza kuokoa. Sisi ya ghadhabu ya Bwana. Watajishibisha roho zao. Wala watajijaza matumbo yao. Kwa maana kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao. Fedha zilikuwa kwazo la uovu. Hawatazifurahia. Hawatafurahia magari. Hawatafurahia pikipiki. Hawatafurahia ofisi zao. Hawatakuwa wanafungua kila siku. Kwa sababu ya mateso yao. Watazilaani. Walizokuwa wanazitegemea. Watalani magari yao. Kwa kwazo la uovu. Watalani pikipiki zao. Wafanya simtafute Bwana. Weka ubize. Wakaona wamefika. Wakumtegemea Mungu. Endelea mtumishi wa Bwana. Ndio. Mali zako zitakusaidia. Hatakusaidia Kabisa. Utazilaani mali zako. Utazilaani mwenyewe. Katika siku ile. Ndio. Mali ambazo kazipa kipaumbele. Ndio. Mambo yako weka mbele. Ndio. Hatakusaidia kamwe. Ndio. Msaada tu kwa Kristo tu. Yesu pekee. Msaada wa Yesu pekee. Nje Yesu hakuna msaada. Sikilize mama yangu. Sikilizeni. Nje Yesu Kristo. Hakuna msaada wote. Bwana nasikiliza. Hata kama mnajidoka mnazo nguvu nyingi sana. Lakini katika siku hiyo hazitakusaidia. Hata kama pakaze gunga. Ni mtu maarufu sana. Unajulikana mno. Watu wanakujua sana. Maarufu wako. Kabisa. Hautakusaidia. Hawatasaidia chochote. Ndio. Watu za kuwapanganisha. Kwanzia kwanza bakende. Na hata kuzidi. Hawatakusaidia. Katika siku ile watakulaani. Watakukimbia. Watasema tuachane. Watasema sikujui. Watasema wewe pita kwako na mimi nipite kwangu. Hata kwa na msaada wote kwako. Msaada kwa Yesu Kristo. Peke yake tu. Kwa Kristo pekee. Akimkimbilia leo. Akija kwake. Utakuwa na amani ya milele. Utakuwa na uzima wa milele. Maana maandiko yanasema. Kama mimi Yesu Kristo. Wanao uzima. Huwa sasa. Ule ujao. Ni wewe utamkimbilia Yesu. Ili uwe na uzima. Uzima wa milele. Mgekeze
Sio uzima unaoletwa na vidonge. Sio uzima unaoletwa na hospitali. Bali ni uzima wa milele. Uzima ambao hautazuilika. Utaishi milele. Baada ya kutoka kwenye dunia hii. Hiyo ndio tunahubiri. Ukimpa Yesu maisha utakuwa na uzima wa milele. Yeye amesema njooni kwangu. Anawataka watu. Anakutaka wewe mama. Anakutaka wewe baba. Wewe unashupaza shingo. Acha kushupaza shingo. Usingizia dini yako. Pamoja na dini yako hujashinda uzinzi. Pamoja na dini yako wewe ni mvuta bangi. Pamoja na dini yako unalala na wanawake ovyo. Pamoja na dini yako wewe ni mlevi chakali. Yesu anasema njoo kwenye ulevi, njoo kwenye uzinzi, njoo kwenye ukahaba, njoo kwenye utapeli. Anakuambia njoo nikugeuze, anakuambia njoo nikufanye chombo changu, uweze kuhubiri Injili, wafikie mataifa. Anasema njoo uachane na dunia, achana na uzeebu, achana na hiyo dini imekufumba katika uovu, imekufumba katika dhambi, pamoja na dini. Angalia unavuta ugoro, angalia sigara zako hizo, pamoja na dini yako. Angalia uzinzi ndio nao, angalia kwanza na wanawake watatu, kwanza na wanawake wanne. Hili nimekudanganya wewe utakavyo. Baada ya kufa utatumbukia kuzimu kabisa. Nimekuambia wewe mnene, wewe mwembamba, wewe mweupe, wewe mweusi, utatumbukia kuzimu utakapotoka kwenye uso wa dunia. Lakini ni mafundisho anaotoka kuzimu. Yesu leo akutengeneze hiyo tumishi Bwana Mungu. Muda bado unao. Andiko anasemaje mtumishi wako milele? Wokovu ni sasa. Muda bado unao Bwana Mungu. Ni kitabu cha Wakorintho wa pili. Kabisa Wakorintho wa pili. Sura yake ni ya 6 mtumishi wa Bwana. Nalo mstari wa kwanza. Sikiliza neno linavyosema. Kabisa. Alimadamu hujafa. Muda unao. Alimadamu unapumua. Muda unao. Muda wa kubadilika. Bwana leo. Ndio Yesu Kristo ili akusaidie. Na Mungu yuko tayari kabisa kukusaidia, ajili ya kusaidia. Wewe usijihukumu mwenyewe. Kabisa. Usijihukumu mwenyewe. Kabisa. Njoo kwa Kristo. Atakusaidia. Biblia inasema ya kwamba nasi tukitenda kazi pamoja naye kabisa, kwa wasimu sipokee neno la Mungu bure. Kwa maana asema wakati uliokubalika kabisa nalikusikia kabisa, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika kabisa ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Usikubali ukasubiri ukachelewa kabisa, ukao kwenye jeneza kabisa, ukao unakumbuka kabisa wakati wako ulipokuwa duniani kabisa, ulipokuwa Kasegunga kabisa, ulipokuwa sokoni kabisa, kazi ya wahubiri walikuwa wanakuhubiria. Usisubiri huko kabisa, kwanza kufikiri kabisa yale maisha uliokuwa unaishi, unapenda wale warembo unatoka nao, wale maemsam kabisa unaenda nao gesti kabisa. Usisubiri ana utajuta utalia neno kabisa. Ni leo wakati ni sasa, geuka ni leo kabisa. Naweza kusema ina kazi nzuri kabisa, ina biashara nzuri, ina hela kabisa, ina bajaji, ina pikipiki, inabadilika. Nataka nikwambie pesa yako unailani, unaitukana kabisa. Pesa bila Kristo kabisa
kupoteza. Bila wewe, bila Kristo unapoteza muda. Unapoteza muda. Wote kunapoteza muda. Ni vizuri ukigeukia Bwana wa mabwana akukulishe. Uwe na usalama wa maisha sasa na yajayo. Ndio tumanda hakuna neema ya Mungu. Ndio hakuna neema yote. Hakuna neema. Bwana anasema atacho kama ni sasa. Neema